nataka niambie wa Kenya leo. Hiyo shule ya Kamagut William alikuwa anasomea ni shule ya matope. Na kama shule ya William alikuwa anasomea kwao kwa kijiji kule Sugoi ni ya matope. Shule ni ya matope mahali William amekuwa mbunge kutoka 1997 mpaka 2013. For 15 years William Ruto alikuwa mbunge pale Eldoret North. Na shule ya kijiji yao mahali yeye mwenyewe alikuwa anasomea ni ya matope mpaka wa leo. William Ruto amekuwa waziri kutoka serikali ya Moi, serikali ya Kibaki. Amekuwa waziri wa masomo. Shule ya kijiji yao yenye alikuwa anasomea bado ni ya matope. Akakuwa waziri wa agriculture. Bado shule alikuwa anasomea kwa kijiji yao ni ya matope. William Ruto amekuja akawa naibu wa rais katika Jamhuri ya Kenya for 10 years. Ukakuwa deputy president na shule ya kwenu hapo kijiji hapo nje mahali umezaliwa, mahali umesomea ni ya matope. Umekuja ukakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kipindi yako ya miaka 5 inaelekea kuisha. Bado shule ya Kamagut mahali ulikuwa unasomea bwana William ni ya matope. Kama ulishindwa kutengeneza mashule za kule kwenu Sugoi, kama umeshindwa kurekebisha mashule za kule kwenu Sugoi bwana William, shule ulisomea kuwa mtoto for more than 50 years ago, bado leo hii ni ya matope. Umekuwa kwa serikali katika miaka 30, ukawa mbunge for 15 years, ukawa waziri miaka 10, ukawa deputy president miaka ingine 10. Wewe sasa ni rais karibu kipindi ya miaka 5. Umekuwa kwa serikali karibu ya zaidi ya karibu miaka 40 na shule mahali umesomea ni ya matope, alafu unakuja kudanganya sisi eti utatupeleka Singapore. Ni vipi utatengeneza Kenya ikuwe Singapore bwana William na kwenu kijiji umeshindwa kurekebisha? Kama unataka kutengeneza Kenya ikuwe kama Singapore, si ungeza na kijiji yenu shule za matope kama Dedenyoro venye mebadilisha Murang'a bwana William Ruto. Unajua unasemea tu Kalonzo. Kama iko mtu bure Kenya hii ni William. William ile kitu anajua ni kupanga maneno ya kutusiana, ya kushambuliana. Lakini matendo ya William Ruto inakuanga zero. Kama kijana mdogo kama Dedenyoro amebadilisha shule za Murang'a with only 7 years in parliament. Wewe umekuwa mbunge umekuwa kwa serikali miaka 40. Hakuna mradi hata moja umetengeneza kule Kamagut. Hakuna mradi hata moja umetengeneza kule Sugoi. Kule Eldoret North mahali umetoka nje, hakuna mradi hata moja ushaifanya huko. Alafu unakuja kuambia sisi eti Kalonzo hata tengeneza barabara akiwa rais kwa sababu ameshindwa kutengeneza barabara ya kwao. Wao umeshindwa kutengeneza shule za kwenu. Hakuna mradi hata moja umetengeneza kwenu. Alafu unakuja kudanganya Wakenya na mambo ya Singapore. William Ruto ni mtapeli. Kama umeshindwa kusaidia mama boga, vipi utaweza kutengeneza Kenya ikuwe kama Singapore? Kitu kidogo ya kusaidia mtu wa kinyozi imekushinda. Ni vipi utafanya Kenya ikuwe kama Singapore? Kitu kidogo ya kusaidia mtu wa kuchomelea mlango na dirisha hapa kwa kambi, umsaidie aweze kujiinua vile ambavyo ulikuwa umeahidi kwa kurekebisha ushuru ya stima, ili akichoma dirisha na mlango anatengeneza pesa yake aweze kujisimamia katika maisha. Hiyo ni kitu imekushinda bwana William. Ni vipi utabadilisha Kenya mzima ikuwe kama Singapore? Acha kudanganya wa Kenya na maneno matupu. Kuna mtu anaweza ambia Kenya ya msikize unless mwenda wazimu. Na kwa sababu anajua hiyo mbinu haiwezi kula, ndio maana sasa amekuja na mambo ya Singapore adanganya Wajaruo waingie katika mtego awakon. Baada hapa akizidua mradi hapa nyinyi mnapiga makofi, mnafikiria hiki kitu itaendelea. Akisharudi Nairobi anaenda anatuma watu kotini, hiyo mradi unasimamishwa. Alafu anakuja anasema ile story yake, si mnaona mimi nilikuja hapa? Si mnaona nilikuja nikazidua mradi? Si mnaona mimi na serikali yangu tulikuwa tayari kutengeneza, lakini wakora wakaenda kotini? Hakuna wakora wanaenda kotini, ni wewe William Ruto unaenda kotini. Nataka niambie jamii ya Wajaluo, kama iko mtu mnafaa kuogopa kuliko risasi, kama iko mtapeli mkubwa Kenya hii mnafaa kuogopa kuliko moto, kama iko mtu ambaye mnafaa kuogopa mpaka zaidi ya vile mnaogopa shetani, ni William Ruto. Hiyo maneno matamu anakuja nao hapo. Siku hizi nimeona anakuja huko mpaka anawapikia samaki. Juzi nimemuona mahali karibu mahali kuna bahari hapo anajaribu kuwapikia samaki. Kama kuna conman mkubwa mnafaa kuogopa nyinyi kama jamii ya Wajaluo, ni William Ruto. Hiyo maneno matamu anakuja nao kila siku hapo. Ya? Anawaambia Singapore. Juzi nimesikia akiwaambia kwamba mnakumbuka baba alikuwa amewaambia tutapeleka Canaan. Ile Canaan baba alikuwa anawaambia, sasa ndio hii nimewaletea ndio Singapore. Hiyo ndio ile Canaan baba alikuwa anawaambia. Hiyo maneno William Ruto anaunganisha hapo. Hiyo ni msamiati ya kukoni nyinyi.
Mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na vile vile mimi ndio pia youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu. Na leo nimekuja hapa kwa sababu ya mtu anaitwa William. Sababu iko kitu William amezungumzia hapa siku mingi. Na kila wakati William wakienda juu ya magari nasikia akisema ya kwamba eti wale wapinzani wetu tunashindana na wao wakuje na track record. Kila wakati akisimama juu ya magari anatusi sisi, anasema ya kwamba eti watu wa upinzani hatuna mpango, anasema hatuna plan. Lakini ile kitu nimekuja hapa nijibu William siku ya leo, amezoea sana kutusi Kalonzo Musyoka. Na iko siku amekuja hapa, sijui ni Kiambu ama ni wapi, akasimama juu ya gari akasema ya kwamba Kalonzo anadanganya watu ya kwamba atakuja kuwasaidia akichaguliwa kama rais, na ameshindwa kutengeneza barabara ya kwake. Na nikasikia akiambia Kalonzo ya kwamba eti ameshindwa kutengeneza barabara ya kwake, ni vipi atakuja kujua kutengenezea Wakenya barabara. Hiyo siku ile ameongea hivyo ni siku alikuwa anazindua barabara nyingine hapa ambao ni fake, mradi ambao ilikuwa fake sababu hata haikuendelea. Na mimi nataka unajua William ni conman, William ni mkora. Na William anajua hii kupanga story ambao ni ya kukoni watu. Iko siku na ningetaka nimkumbushe hapa. Siku ameapishwa hapa kama rais 2022 mwezi wa 8, baadaye 2023 January. Iko siku alipatikana ameenda kutembea katika ile shule alikuwa anasomea pale Kamagut. Na walikuwa na bibi yake. Wakaenda pale kwa kijiji yao mahali alikuwa anasomea shule ambayo inaitwa Kamagut Primary. Mimi nataka niambie Wakenya leo, hiyo shule ya Kamagut William alikuwa anasomea ni shule ya matope. Na kama shule ya William alikuwa anasomea kwa kijiji kule Sugoi ni ya matope, shule ni ya matope mahali William amekuwa mbunge kutoka 1997 mpaka 2013. For 15 years William Ruto alikuwa mbunge pale Eldoret North. Na shule ya kijiji yao mahali yeye mwenyewe alikuwa anasomea ni ya matope mpaka wa leo. William Ruto amekuwa waziri kutoka serikali ya Moi, serikali ya Kibaki. Amekuwa waziri wa masomo. Shule ya kijiji yao yenye alikuwa anasomea bado ni ya matope. Akakuwa waziri wa agriculture. Bado shule alikuwa anasomea kwa kijiji yao ni ya matope. William Ruto amekuja akawa naibu wa rais katika Jamhuri ya Kenya for 10 years. Ukakuwa deputy president na shule ya kwenu hapo kijiji hapo nje mahali umezaliwa, mahali umesomea ni ya matope. Umekuja ukakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, kipindi yako ya miaka 5 inaelekea kuisha. Bado shule ya Kamagut mahali ulikuwa unasomea bwana William ni ya matope. Kama ulishindwa kutengeneza mashule za kule kwenu Usugoi, kama umeshindwa kurekebisha mashule za kule kwenu Usugoi bwana William, shule ulisomea kuwa mtoto for more than 50 years ago, bado leo hii ni ya matope. Umekuwa kwa serikali katika miaka 30, ukawa mbunge for 15 years, ukawa waziri miaka 10, ukawa deputy president miaka ingine 10. Wewe sasa ni rais karibu kipindi ya miaka 5. Umekuwa kwa serikali zaidi ya miaka 40, na shule mahali umesomea ni ya matope, alafu unakuja kudanganya sisi eti utatupeleka Singapore. Ni vipi utatengeneza Kenya ikuwe Singapore bwana William, na kwenu kijiji umeshindwa kurekebisha? Kama unataka kutengeneza Kenya ikuwe kama Singapore, si ungeza na kijiji yenu shule za matope kama Dedenyoro venye mebadilisha Murang'a bwana William Ruto. Unajua unasemea tu Kalonzo. Kama iko mtu bure Kenya hii ni William. William ile kitu anajua ni kupanga maneno ya kutusiana, ya kushambuliana. Lakini matendo ya William Ruto inakuanga zero. Kama kijana mdogo kama Dedenyoro amebadilisha shule za Murang'a with only 7 years in parliament. Wewe umekuwa mbunge umekuwa kwa serikali miaka 40. Hakuna mradi hata moja umetengeneza kule Kamagut. Hakuna mradi hata moja umetengeneza kule Sugoi. Kule Eldoret North mahali umetoka nje, hakuna mradi hata moja ushaifanya huko. Alafu unakuja kuambia sisi eti Kalonzo hata tengeneza barabara akiwa rais kwa sababu ameshindwa kutengeneza barabara ya kwao. Wao umeshindwa kutengeneza shule za kwenu. Hakuna mradi hata moja umetengeneza kwenu. Alafu unakuja kudanganya Wakenya na mambo ya Singapore. William Ruto ni mtapeli. Na nataka niambie Wakenya leo hii, miaka 2 imeisha amekuja hapa Mlima Kenya. Alikuwa anasoma hapa Sunday school, anasoma junior youth, anasoma mini service, anasoma fellowship ya jioni.
ndio adanganya sisi wa Kikuyu tumpatie kura. Na kama binadamu tukaanguka tu kwa mtego. Kwa sababu alikuja akatuambia mambo ya Hustler Nation. Akakuja akatuambia mambo ya bottom up. Alikuja akadanganya sisi watu wa biashara, watu wa kinyozi, mama ya salon, mama mboga, watu wa welding, watu wa kuchomelea, watu wa makanga, watu wa bodaboda. Akadanganya sisi eti tukimchagua kama rais atabadilisha maisha yao itoke chini iende juu. Na hiyo ndiyo alikuwa anaita bottom up. Mimi nataka nikuulize William, ulishindwa kutekeleza kitu kidogo. Ile ulisema ya kwamba utatengeneza matajiri wapya hapa, umalize umaskini. Ukadanganya sisi. Hiyo ni kitu umeshindwa kufanya. Kama umeshindwa kusaidia mama boga, vipi utaweza kutengeneza Kenya ikuwe kama Singapore? Kitu kidogo ya kusaidia mtu wa kinyozi imekushinda. Ni vipi utafanya Kenya ikuwe kama Singapore? Kitu kidogo ya kusaidia mtu wa kuchomelea mlango na dirisha hapa kwa kambi, umsaidie aweze kujiinua vile ambavyo ulikuwa umeahidi, kwa kurekebisha ushuru ya stima ili akichoma dirisha na mlango anatengeneza pesa yake aweze kujisimamia katika maisha. Hiyo ni kitu imekushinda bwana William. Ni vipi utabadilisha Kenya mzima ikuwe kama Singapore? Acha kudanganya wa Kenya na maneno matupu. Wewe ni conman, wewe ni mtu bure. Umeshindwa kusaidia wale mama mboga. Ulikuwa unasimama kila mahali unasema nikichaguliwa kama rais nitawapatia 50 billion. Watu wa bodaboda nitawapatia 20 billion. Sijui wazee wa kijiji nitawapatia 10 billion. Hizo bilioni zote ulikuwa unaahidi yule mtu wa chini. Hakuna mtu hata mmoja wa chini umesaidia. Na kama umeshindwa kuweka ahadi ili uliahidi sisi hapa jamii ya Mlima Kenya na Wakenya kwa jumla, ni vipi utasaidia sisi kutengeneza Kenya ikuwe kama Singapore? William Ruto ni conman. Na hii story ya Singapore amekuja nayo adanganya Wajaluo. Alidanganya Wakikuyu 2022. Saa hii anaona Wakikuyu hawezi wadanganya tena. Na ndio maana William Ruto siku hizi hakujangi kanisa hapa Mlima Kenya, hakuji kutembea hapa, hakuji na Biblia hapa. Sasa amehamia kule Western na kule Nyanza kwa Wajaluo, ameenda kuwadanganya na mambo ya Singapore. Anafikiria Wajaluo wataingia katika hiyo mtego. Kwa sababu historia ya bottom up hiyo haezi omba kula nayo unless ni mwenda wazimu. Hii mambo ya bottom up kutoka chini kwenda juu, hakuna mtu anaweza ambia Kenya ya msikize unless mwenda wazimu. Na kwa sababu anajua hiyo mbinu haiwezi kula, ndio maana sasa amekuja na mambo ya Singapore adanganya Wajaluo waingie katika mtego awakon. William Ruto ni mkora wa kawaida. Na kama iko mtu hafai kuaminiwa katika Kenya hii ni William Ruto. Juzi wale walimsaidia campaign, akina Ketu Waruguru, akina Millicent Omanga, wale watu walimsaidia campaign 2022, aliwadanganya watawapatia viti za CAS. Na katoka na list kubwa. Akaenda para kwa podium kama hii na bendera kama hizi akasoma. Akawapatia kazi ya CAS. Asubuhi yake akatuma mtu kotini ndio iende isimamishwe. Akatuma mtu kotini, koti ikasimamisha. Sasa wala watu wakakoniwa. William Ruto akawaambia, si mnaona mimi niliwapatia kazi? Si mnaona ni koti imesimamisha? Si mnaona ni kesi imewekwa? Na saa hiyo yeye ndiye mwenye kutumana kotini. Vile juzi tu amefanya. Juzi ameua watoto hapa Kenya wengi. Juzi ameua watoto wengi sana hapa Kenya. Baadaye akasema ya kwamba atawalipa. Na akazunguka hapo wakiwa na Raila Amolo Odinga. Akasema ya kwamba wale watoto wote waliuliwa na serikali nitawalipa. Ametengeneza kamati hapa ili itachunguza kila mzazi atalipwa pesa ngapi kulingana na mtoto wake aliuliwa lini na aliuliwa wapi. Hiyo kamati baada ya kuitengeneza na akaahidi watu wote hapa atalipa wao watoto waliua, ametuma watu wengine kotini, hiyo story kaenda kasimamishwa, ile kamati alikuwa ameunda ikavunjwa na koti. Saa hii anazunguka akisema ya kwamba mimi nilikuwa nataka kuwalipa. Mimi nilikuwa nataka ni compensate wale wa familia zao watoto wao waliuliwa. Lakini koti ndio imekataa. Yeye mwenyewe ndiye kutumana. Na hivyo ndivyo anafanya mpaka kwa miradi. Bwana William Ruto ni mkora. Leo na lazima nikuandike. Na hivyo ndivyo anafanya pia kwa miradi. Anakuja anazidua mradi hapa. Akizidua mradi hapa nyinyi mnapiga makofi, mnafikiria hiko kitu itaendelea. Akisharudi Nairobi, anaenda anatuma watu kotini, hiyo mradi unasimamishwa. Alafu anakuja anasema ile story yake, si mnaona mimi nilikuja hapa? Si mnaona nilikuja nikazidua mradi? Si mnaona mimi na serikali yangu tulikuwa tayari kutengeneza? Lakini wakora wakaenda kotini. Hakuna wakora wanaenda kotini, ni wewe William Ruto unaenda kotini. Ndivyo usitekeleze na ndivyo usaidie watu. Kutoka siku umetumana kotini hii kamati ya kulipa watu compensation yao watu watoto wenye waliuliwa ikavunjwa, hiyo story sasa hata hauongei. Hiyo story umenyamazia. Nataka niambie jamii ya Wajaluo, kama iko mtu mnafaa kuogopa kuliko risasi, kama iko mtapeli mkubwa Kenya hii mnafaa kuogopa kuliko moto, kama iko mtu ambaye mnafaa kuogopa mpaka zaidi ya vile mnaogopa shetani, ni William Ruto.
Hiyo maneno matamu anakuja nayo hapo. Siku hizi nimeona anakuja huko mpaka anawapikia samaki. Juzi nimemuona mahali kuna bahari hapo anajaribu kuwapikia samaki. Kama kuna conman mkubwa mnafaa kuogopa nyinyi kama jamii wa Jaluo ni William Ruto. Hiyo maneno matamu anakuja nayo kila siku hapo. Ya? Anawaambia Singapore. Juzi nimesikia akiwaambia kwamba mnakumbuka baba alikuwa amewaambia atawapeleka Canaan. Ile Canaan baba alikuwa anawaambia, sasa ndio hii nimewaletea ndio Singapore. Hiyo ndio ile Canaan baba alikuwa anawaambia. Hiyo maneno William Ruto anaunganisha hapo. Hiyo ni msamiati ya kukoni nyinyi. Hiyo maneno William Ruto anapanga hapo inaingiana. Anatengeneza msamiati, maneno inapangwa vizuri na kama mzuri mnacheka. Hiyo ni lugha ya kukoni nyinyi. Na by the time you come back to your senses, and by the time you come back to your senses to realize that kwamba you have been conned by William Ruto, it will be too late for you. Tayari atakuwa ameingia rais mara ya pili. Tayari kura zenu mtakuwa mmepeana. Na ndio maana tumejitokeza sisi wazi. Kama Wakenya wema. Kama Wakenya wale ambao ni wazalendo. Sisi hatuna shida, tunawaambia tuko roho safi. Ya kwamba mchunge sana huyo mwizi. Mchunge sana huyo muuaji. Mchunge sana huyo conman. Hiyo maneno wanakuja nayo hapo ni ya kutapeli nyinyi. Hiyo maneno wanakuja nayo hapo ni ya kutapeli nyinyi. Leo hawezi kuja hapa Mlima Kenya kudanganya sisi. Kwa sababu alitudanganya na sasa tumeshamchanuka. Amezunguka, ametafuta karata ya kukuja nayo hapa Mlima Kenya kudanganya sisi, amekosa. Ile kitu amepata ni mtu anaitwa Roko. Ede anapatia Roko pesa akuja hapa kurukaruka Mlima Kenya aseme ya kwamba iko west na iko east. Anapatia pesa Roko akuja hapa aseme ya kwamba mlima lazima itagawa mara mbili ndivyo William Ruto arudi. Ile kitu sasa William Ruto ameshindwa. Unajua William Ruto, mimi nimesikia ukiambia viongozi wetu ya kwamba kila mtu akuwe na sera na plan na program. Ile plan uko nayo wewe ni ya kugawa jamii ya Mlima Kenya mara mbili ndio upate kura. Hakuna sera uko nayo kwa sababu kawaida wewe ni mkora. Hakuna plan uko nayo. Ile plan ulikuwa nayo ilikuwa moja ya kuua watoto na hiyo uli execute. Uliwaua na wakazikwa. Plan nyingine ulikuwa nayo ilikuwa kuteka watoto wetu nyara na ukawateka. Wengine ukawaachilia baada ya sisi kuteta, wengine hata wale hawapatikani hatujui kwenye walielekea. Hiyo ndio ile plan umekuwa nayo. Na ndio maana ile kitu imebakisha. Ile kitu imebakisha William. Kwa sababu uongo yako imefika mwisho hapa. Ni kutuma watu kama kina Roko na wabunge wengine washenzi wa kumbavu wajinga hapa Mlima Kenya ili wakuja wagawe jamii yetu mara mbili. Lakini tunakuambia wewe na wale ambao umetuma hamtafaulu. Hakuna mtu ambaye ako na nguvu ya kugawa sisi jamii ya Mlima Kenya. Umoja imelimiwa miaka 60 tangia tupate uhuru. Umoja imelimiwa na ikazingatiwa na mababu zetu kwa muda wa miaka 60. Bwana William, usifikirie hawa wajinga wachache unatuma hapa eti wako na ujuzi ya kugawa sisi. Haitawezekana. Unaenda pale Ukambani, unajaribu kutumia kina Mutua kugawa hawa watu. Unakimbia hapa Western, unajaribu kuchukua Mudavadi, chama yake amekuzia. Unajaribu kukaa na hawa watu ndio ugawe Western mara mbili. Umejaribu kupiganisha sisi na jamii ya Wasomali. Sasa unalala unaamuka kule Nyanza, unadanganya Wajaruo, unataka kugawa chama yao mara mbili na tayari ushagawa chama yao mara mbili. And because you have succeeded to divide the ODM party, na hutaki wala wajue wewe ni conman na wewe ni mkora, umeanza kutuma kina Wanga wakuje kusema eti ni Uhuru anaingilia ODM. Uhuru anaingilia ODM siku gani? Uhuru hakuna kiti anataka. Yeye hasimami kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Yeye amestaafu. Anataka ODM imfanyie nini? William Ruto Uhuru Kenyatta hana haja na kura. Yeye hasimami kiti. Anakuja kugawa ODM asaidike na nini? Yule mtu anagawa ODM. Na tuliambiwa na Winnie Odinga akatuambia kwamba iko watu wanaenda katika bedroom kudiscuss mambo ya ODM. Wale watu wanagawa ODM na wameuza ODM, wanajulikana na kina Wanga. Na huyu mwizi anaitwa Junet. Hiyo group yote imekuzia ODM. Na ndio maana leo hii you have succeeded. Umegawa ODM mara mbili. Kwa sababu kazi yako ile kitu umebaki nayo. The only plan Bwana William Ruto ambaye umebaki nayo katika Kenya ni moja. Baada ya kuua watoto wetu, baada ya kusorotesha uchumi, baada ya kudanganya sisi wote, baada ya kuiba pesa za Kenya,
Baada ya kukopa zile maroni zote umekopa pesa mkakula na marafiki zako. Ile plan umebaki nao ni moja peke yake. Kugawa jamii ya Mlima mara 2, kugawa jamii ya Wakamba mara 2, kugawa jamii ya Western mara 2, kugawa ODM mara 2, kupiganisha jamii ya Mlima Kenya na jamii ya Wasomali. Hiyo ndio ile kitu umebaki nao, ndio uone kama utakuwa rais mara ya pili. Lakini sisi tunakuambia vile ulisema ya kwamba Kenya hakuna wajinga, hatuko, isipokuwa wale pengine umeimport usiku na lori. Hapa wajinga wameisha. Hiyo mambo yote unapanga hapo, tunakuonea 18. Hiyo mambo yote unajaribu kupanga hapo, tunakuonea 18. Na nikwambie Bwana William, hii story na shida ukiongelea kila siku. Watu wa upinzani hawana ushuru ya Wakenya. Hakuna barabara tutauliza Kalonzo. Hakuna barabara tutauliza Rigathi Gachagua. Hakuna barabara tutauliza Matiang'i. Hakuna barabara tutauliza Natembeya ama Bwana Wamalwa. Kwa sababu hawana pesa ya Wakenya. Hawana uchumi ya Wakenya. Hawana ushuru ya Wakenya. Yule mtu ambaye tunataka tuambie ile kitu amesaidia Wakenya nayo ni wewe. Kwa sababu wewe ndio tunalipa ushuru ya Wakenya. Wewe ndio uko na pesa yetu. Hakuna miradi yoyote Bwana William Ruto tunataka kudai viongozi wa upinzani. Hawana pesa ya ushuru ya Wakenya. Sisi hatuna kazi tumewapatia. Hakuna ile mandate ambayo wako nayo ya kiserikali. Kwa hivyo kuambia ati wakuje na track record, ati wakuje onyeshana kazi yao. Hiyo upuzi Bwana William Ruto, hiyo ni maneno tu unapanga hapa ya kuconfuse wa Kenya. Unataka kujificha hapo. How can we compare your performance with that of Kalonzo Musyoka or maybe Matiang'i or maybe Rigathi Gachagua ambao hawako kwa serikali? How is that possible? Hakuna vile tunaweza kulinganisha wewe uko na pesa yetu na wale ambao hawana ushuru ya Wakenya. Hiyo ni maneno tu unapanga hapa ya kujaribu kukoni wa Kenya. Lakini tumekumulika. Kitu ya pili nataka niambie William. Umedanganya Wakenya ya kutosha. Na sisi tunakosoa wewe katika msingi ya ile mambo ambayo ulituahidi. Na ile mambo ulituahidi hakuna hata moja umetekeleza. Na kwa hivyo ni vizuri nikuambie, haushindani na Kalonzo Musyoka. Haushindani na Rigathi Gachagua. Haushindani na Matiang'i. Haushindani na Uhuru Kenyatta. Ama Natembeya ama ndugu wa Malwa. Unashindana na Wakenya. Kwa sababu sisi ndio tulianzisha hii mambo ya kukosoa wewe. The original opposition was started by the Kenyans themselves. Even before the impeachment of Rigathi Gachagua. Sisi kama Wakenya wenyewe tulikuwa tumeanza kukosoa wewe. Na tulikuwa tunakukosoa William Ruto on the basis of your performance, on the basis of issues, on the basis of programs. Na tukakukosoa tukajitokeza kwa barabara sisi kama watoto wa jamhuri hii. Na kwa hivyo wacha nikuambie, washindani wako sio hawa ambao unaita majina. Wale unashindana na wao ni Wakenya wa jamhuri hii. Wale ambao ulidanganya miaka 3 imeisha. Wale ambao umeulia watoto. Wale ambao umezorotesha uchumi. Sisi ndio unashindana na sisi. Kwa sababu naona hao wenda wazimu mara mingi hukufuata wakisema ya kwamba eti Kalonzo anaweza shindana na William Ruto. Eti Rigathi anaweza shindana na William Ruto. Eti Matiang'i anaweza shindana na William Ruto. Haushindani na hao. Unashindana na sisi wa Kenya wa jamhuri hii. Na sisi ndio tutakupeleka nyumbani sio Rigathi Gachagua. Sisi wa Kenya ndio tutakupeleka nyumbani sio Kalonzo Musyoka. Sio Matiang'i atakupeleka nyumbani Bwana William Ruto, ni sisi wa Kenya tutakupeleka. Sisi ndio tuko na kura. Na sisi ndio tumechoka na ukonmani yako. Sisi ndio tumechoka na ukora yako. Sisi ndio tumechoka na wizi yako. Sisi ndio tumechoka na uongozi yako ambao ni ya kinyama. Bwana William Ruto, ni Wakenya wamechoka. Hawa viongozi unaona hapa wakijipanga ili watoe mwenye mtakabiria na yeye. Sisi ndio wenye kura. Na sisi ndio tunakupinga. Sisi ndio tutakupeleka nyumbani. Wao kazi yao tu tuliwaambia tu wajipange.
Na sisi ndio tumewapatia jukumu tukaambia wajipange. Kwa sababu tukikutoa lazima tubakishe mtu. So tukaambia wajipange watupatie mtu mmoja. Yule ambaye tutaacha kwa debe tukikuondoa. Kwa hivyo wacha kurukaruka kwa magari ukijaribu kudanganya jamii wa Kalenjin hapo. Juzi umetoa some fake opinion polls. Ya? Za kuonyeshana ya kwamba sijui huko na 28%. Hizo fake opinion poll bwana William Ruto ulikuwa unatoa ndivyo ujaribu kutia nguvu jamii wa Kalenjin wasione ya kwamba ni kama umeisha kabisa, at least wakuwe na imani ya kufuata wewe na jamii wa Somali wachache. Ndio maana unatengeneza hizo fake opinion polls kuonyesha jamii wa Somali ya kwamba wasipoteze imani na wewe, bado ingali Wakenya wanakusikiza. Hakuna Wakenya wanakusikiza bwana William Ruto, hakuna. Kwa sababu hata hizo fake opinion poll ulikuwa umetengeneza hapo, ukasema ya kwamba uko na 28, ukasema sijui Matiang'i yako na 13, ukasema sijui Kalonzo yako na 12, ukasema Rigathi Gachagua sijui yako na 5. Tukijumuisha hata ikiwa fake tukijumuisha za Kalonzo, za Matiang'i, za Rigiji wako na 32, wewe uko na 28. Hiyo ni kumaanisha bado nyumbani unaenda. Hizo fake opinion poll umetengeneza zinaonyeshana wazi ya kwamba viongozi wa upinzani wakishikana nyumbani unaenda. Kwa hivyo ni kuhakikishia kwamba bwana William, ni kuhakikishie sisi kama Wakenya ndio tunakupeleka nyumbani. Na uache kuringa juu ya gari. Eti hakuna mtu anaweza shindana na wewe. Wakenya tuko, Wakenya milioni 50, wale ambao tumejisajili Wakenya karibu milioni 23. Sisi tunajipanga. Na sisi tuko tayari. Na hii one time si ya Rigathi, hii one time si ya Kalonzo, hii one time si ya Matiang'i, hii one time ni ya Wakenya. Hii one time ni ya Wakenya. Ndio maana unaona mtu anakuja kuongea mambo ya two term karibu achapwe na wananchi. Kwa sababu hii mambo ya one time hii ni mambo ya Wakenya wenyewe ndio walianzisha. 2024 siku walikataana na sheria mbovu zile ambazo ulikuwa unatumia kifua kupeleka kule bungeni. Hiyo ndio siku mambo ya one time yako ilianza hapo. Kwa hivyo hata kujichokesha hapo ukitusi Rigathi, ukitusi Kalonzo, ukitusi juu nani. Mimi nasikia unasema ya kwamba mashindano haitakuwa ya urembo. Ni sawa, haitakuwa ya urembo. Lakini pia nikujulisha mashindano haitakuwa kati ya nani ameua watoto wengi. Juzi nimesikia kusema ya kwamba mashindano si ya nani yako na nywele mzuri. Ni sawa. Lakini pia ujue mashindano haitakuwa kati ya nani ameharibu uchumi zaidi. Umesema hii mashindano si ya urembo ama urefu. Ni sawa. Lakini mashindano si ya nani yamedanganya Wakenya miaka mingi. Kama iko mtu hafai kuwa rais wa jamhuri hii ni wewe bwana William Ruto. Na mimi nakubaliana na Rigathi Gachagua. Juzi nimesikia akisema ya kwamba sisi kama mlengo ya upinzani, nimesikia juzi Rigathi akisema ya kwamba wataamua nani atakuwa flag bearer 2027 uchaguzi kikaribia. Mimi nataka nikubaliana na Mheshimiwa Rigathi Gachagua 100%. Kwa sababu kama iko makosa hatuwezi kubali ifanyike ni kutangaza nani atapinga William Ruto saa hii mapema. Kwa sababu tukiamua saa hii mapema, nyinyi mnakumbuka juzi Raila Amolo Odinga aliongea akasema ya kwamba eti nani amesema ODM haitakuwa na candidate. Baada ya Raila kusema hivyo hakumaliza miezi 2 akakufa. Saa hii amezikwa. Nyinyi mnajua kidogo tukasikia CDF na ndege yake amechomeka. Juzi mnajua tumezika Jirongo. Alafu mnafikiria sisi ni wajinga tutangaze nani saa hii atakabiliana na William Ruto. Hatuwezi tangaza saa hii. Tukitangaza saa hii mtasikia ameuliwa. Hatuwezi. Hii kadi lazima ifichwe. Nakubaliana Rigathi Gachagua 100%. Hii kadi lazima ifichwe. Na mimi niambie wafuasi wetu wale wanatuunga mkono sisi kama watu upinzani, mkuwe na subira. Kiongozi wetu atatangazwa uchaguzi ikikaribia. Lakini saa hii hatuwezi dhubutu. Kwa sababu hii Kenya mahali imefika tunakaa kidogo tunasikia fulani yako chini. Tunaamuka asubuhi tunasikia fulani yako chini. Tunaamuka asubuhi tunasikia fulani yako chini. Baada ya watoto wetu kuuliwa sasa saa hii ni viongozi sasa tunasikia huyu amekufa. Hatuwezi tangaza saa hii mapema. Kwa hivyo niambie wa Kenya nikimalizia, pahali popote walipo katika jamhuri hii, ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba mnakosoa serikali.
Ni jukumu lenu kuhakikisha kwamba mnapambana na kasongo vilivyo. Dawa ya kasongo ni wananchi wa jamhuri hii. Dawa ya kasongo sio Kalonzo, sio Matiang'i, sio Rigathi, sio Wamalwa, sio Natembeya. Dawa ya kasongo ni Wakenya wa jamhuri hii. Wale ambao wamechoka na kudanganywa, wale ambao wamechoka na kuuliwa, wale wamechoka na hii uongozi ya kimabavu ya William Ruto, na wale wamechoka na hii Conman. Na ndio maana hata Yesu hawezi rudi Kenya for long as William Ruto ndiye rais wa jamhuri hii. Yesu hawezi rudi Kenya kwa sababu tunaongozwa na Conman. Mtu anakuja hapa anadanganya watu alafu anapeleka makosi ketini. Anapeleka makesi kotini, programs zinasimamishwa. Alafu anakuja hapa anaambia watu si mnaona mimi nilikuwa nataka kutekeleza hii, lakini wakora wakaenda kotini. William Ruto akiongea, ukisikia mahali anasema ya kwamba iko wakora walienda kotini, hiyo wakora inakuanga yake, yeye ndiye anakuanga watuma. Ni Conman. Na ndio maana Yesu hawezi rudi Kenya hivi karibuni. Hapa tutakaa, hii dunia tutaikaa. Yesu atarudi siku ile Ruto ataacha kuwa rais wa jamhuri ya Kenya. Kwa sababu tunaongozwa na mtapeli. Leo anaongea hii, kesho yake anaongea hii. Leo anaongea hii, kesho yake anaongea hii. Juzi William Ruto hapa tukimpatia kula alikuwa anasema shida ya Kenya sio ukabila. Alikuwa anasema hivyo. Sasa anazunguka Kenya mzima akiuza ukabila. Ile tu manifesto William Ruto ako naye ni moja peke yake ya ukabila. Ndio naenda akizunguka akiuza Kenya. Na ndio ametuma mpaka ile mtu yake ya class 2 anaitwa sijui Faruk. Kazi yao ni kuzunguka tu Kenya mzima wakiuza manifesto moja ya ukabila. Na wewe juzi umetuambia shida ya Kenya si ukabila, ukatuambia shida ya Kenya ni uchumi. Kwani tumetoka hapo? Shida ya Kenya sio ukabila, shida ya Kenya ni uchumi, ile ambayo umekuja ukakojolea kila kitu. Ukaharibu vitu vile ambavyo vilikuwa. Umeharibu masomo yote imesambaratika. Sasa hii principal analia. Na niambie William Ruto, because wewe unajua kushift blame. Juzi umeambia Wakenya ati mtu akienda kwa hospitali aitishwe pesa anaenda kwa police station kustaki. Unataka kupiganisha madaktari na maaskari na waraia. Na unajua kwamba SHA imefeli kwa sababu yako. Juzi tumesikia Irungu Kang'ata akiongea kule Murang'a. Gavana wa Murang'a akisema ya kwamba huko na deni yao ya milioni 250. Ile pesa ambayo SHA haijalipa county government ndivyo waweze kupeleka madawa kwa hospitali. Hizi program ambazo ulileta hapa na umeshindwa kuzirekebisha, kazi yako ni ukora, unazitumia kuiba na kupora mali ya Wakenya. Hizo ndizo zinakupeleka nyumbani bwana William Ruto. Si umeruka hapa juzi ukatuambia kwamba eti shida ya Kenya si katiba, ndivyo ulituambia. Na ukatuambia tukichagua Raila anaenda kubadilisha katiba. Sasa hii nimeona mtu wako wa mkono hapo, mtu anaitwa Mudavadi. Yule ambaye shida yake tu ni chai na mandazi. Akikunywa chai hakuna mandazi ya shibe, Kenya iko sawa. Hakuna siku hata moja tumesikia Mudavadi akitetea jamii ya Waluya. Juzi tumesikia baada ya kumpatia chai na mandazi akashiba, umemtuma aseme ya kwamba Kenya inafaa sasa ibadilishe katiba. Mimi nataka niambie William Ruto, ulituambia shida ya Kenya si katiba. Hata saa hii tuko hapo. Hiyo upuzi ya takataka ya kutuambia tuende mambo ya referendum. Sisi kama Wakenya hatuko tayari. Shida yetu ni uchumi. Shida yetu ni masomo. Shida yetu ni ushuru mingi ile ambao umeongezea Wakenya ndivyo uendelee kuiba mali yetu. Hiyo ndio shida yetu. Shida yetu si mambo ya katiba. Saa hii ulikoni mahasla. Ukaambia utawasaidia. Sasa unataka kubadilisha katiba ndivyo uongezee viti za matajiri hapo na ujiongezee miaka. Kwa sababu unajua ni vizuri niambie Wakenya ukweli. Ile plan iko na William Ruto, ukisikia mambo ya referendum anaongea hapa. Wanataka kubadilisha, uondoe term limit. Ndivyo William Ruto akuwe rais miaka 50. Na ukiona ile kiburi iko na wabunge wake akina Kimani Ichung'wah, akina Sudi. Ukiona ile kiburi iko na wale watu wamezingira William Ruto. Wanajua wakifaulu kubadilisha katiba, William Ruto atatawala Kenya mpaka siku atafariki. That is your plan. That is your plan. Na ndio maana unaona wale wamemzingira wamejaa kiburi. Wanajua tu wakibadilisha katiba hakuna kutoka kwa kiti. Na sisi kama Wakenya tunakuambia referendum itafanyika Kenya ibo na William Ruto. Ni yako na Mudavadi na mabibi zenu. Lakini hakuna referendum sisi kama Wakenya tutakubali kushiriki. Ile kitu tuko tayari na tunajipanga ni uchaguzi 2027 mwaka ujao. Hiyo ndio ile kitu tutashiriki kama Wakenya. Uchaguzi ya kukuondoa katika mamlaka. Kupitia sheria, kupitia katiba, kupitia debe. Lakini mambo ya referendum hiyo mkuu na Mudavadi mtafanya na mabibi zenu. Sisi kama Wakenya hatutashiriki kwa hiyo puzi.
Hatuwezi kuwa Kenya kila wakati hapa tunatapeliwa, tunakoniwa. Juzi umerukaruka hapa ukisema ya kwamba ati kina Uhuru Kenyatta wanataka waingize raia ndio wabadilishe katiba. Alafu saa hii ile kitu tulikuwa nasema nataka kusema wewe ndio unataka kufanya saa hii. Nikuambie watu wasidhani Raila sababu amekufa hii Kenya haina upinzani, na watu wasifurahie kwa sababu Uhuru Kenyatta amestaafu na Raila amekufa wafikirie sasa hakuna viongozi wengine wa kukabia na William Ruto. Mungu ametusaidia sisi kama wa Kenya, ametuinua sasa. Tuko fikra zetu ziko sawa. Sisi ndio wapinzani wako na tutakusukuma kwa kona mpaka dakika ya mwisho. Tutakusukuma. Hautajua nani mnashindana na yeye. Utakuja kujua mwezi moja tukielekea katika uchaguzi. Siku ya kurudisha makaratasi kwa IEBC. Hiyo ndio ile siku utajua nani unashindana na yeye. All this time sisi wa Kenya ndio wapinzani wako. Sisi ndio tunakusukuma kwa kona. Na sisi ndio tutakuangusha. Kwa sababu lazima tumalize siasa za ukora katika nchi hii. Lazima hii ukonman ikwishe. Sitaki nizungumze kuzidi hapo. Kama iko mtu ako na swali nitachukua moja ama mbili, alafu kisha tutamalizia hapo. Kama iko swali tutachukua moja, kama hakuna swali hiyo ujumbe mfikishie William Ruto. Hiyo ukonman na ukora sisi kama wa Kenya hatutavumilia. Na muhakikisha kama mumeambia William Ruto akiwa na Mudavadi. Shida yetu kama wa Kenya sio referendum. Hiyo upuzi ya kutengeneza katiba ndivyo ongezee vio za wadosi. Hiyo ujinga hatuwezi kushiriki kama wa Kenya. Muambie William Ruto haja yetu ni masomo. Haja yetu ni mambo ya afya izingatiwe. Haja yetu ni mambo ya uchumi rekebishwe. Hiyo upuzi nyingine wanataka kuleta mtu atashiriki yeye na mabibi zake. Kwa haya mengi na machache tutamalizia hapo. Mungu awabariki na Mungu ailinde taifa letu la Kenya. Asanteni sana.